Hujambo mtazamaji, karibu katika kipindi cha Vijana Klabu, kipindi ambacho kinampa nafasi kijana kuweza kuzungumza na vijana kupitia kipindi hiki cha Vijana Klabu. Ni kwa namna gani vijana wanaweza kupata fursa katika nyanja mbalimbali? Ni kupitia jukwaa la Vijana Klabu ambalo linatoa fursa kwa vijana mbalimbali kuzungumza yale ambayo yanayowahusu, mafanikio lakini changamoto, na kuweza kufungua fursa kwa vijana wengine ambao wanawatazama kupitia kipindi hiki. Nikukaribishe sana katika kipindi cha Vijana Klabu, ambapo kwa siku hii ya leo kipindi cha Vijana Klabu tuko maeneo ya Kinyerezi jijini Dar es Salaam. Kubwa hasa lililotufanya kupiga kambi hapa ni kuzungumza na vijana ambao wamejiajiri kupitia mitandao ya kijamii. Karibu sana katika kipindi cha Vijana Klabu. Asante sana. Tufahamu majina yako na utuambie historia yako kwa ufupi. Okay. Kwa majina yangu naitwa Alfred Musa Rashid, lakini kwa jina la kisanaa natumia Da King. Da King. Yes. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa background yangu kwa ufupi na degree ya ambayo nimechukua pale TIA, chuo cha uhasibu. Mambo ya mahesabu. Yes, mambo ya mahesabu. Then baada ya kumaliza hapo ndo nikaanza huko kwenye masuala ya arts hizi za comedy and content creation. Unaposikia mtu anasema kwamba kazi, kwako wewe neno kazi lina maana gani hasa? Kazi ni kile kitu chochote mtu anachokifanya kumbadilishia maisha au kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yes. Watu wanasema kwamba tatizo sio kupata kazi, tatizo ni kufanya kazi. Hili lina maana gani kwako ambaye umeamua kuachana na kazi uliosomea ukaingia kwenye kujiajiri tena kwa njia ya kutengeneza maudhui ya mtandaoni? Sometimes moja nasema ni confidence. Na pale kwenye uthubutu. Kwa sababu mimi katika maisha kuna mtu anaweza akawa anafanya, yani naweza nikasoma lakini riziki yangu pia sometimes moja imeandikwa kwenye uthubutu wa kitu kingine. Kwa hiyo unavyojaribu vitu tofauti kutokana na wakati ambao upo, ndio kinapokubadilishia maisha na kinapokuonesha kwamba hii ndio njia yako sahihi au hii sio njia yako sahihi. Kwa hiyo kwenye swala la tatizo sio kupata kazi. Umesema tatizo sio kupata kazi? Tatizo sio kupata kazi, bali kufanya kazi. Na wewe umepata kazi kupitia kutengeneza maudhui kwenye mtandao. Ndio hivyo. Vijana wengi wanalia swala la wao kuzunguka mtaani kutafuta ajira ni ukosefu wa kuweza kupata mtaji. Kwako hili unalizungumziaje? Sometimes moja mimi siamini katika mtaji. Kwa sababu mimi mpaka nimeingia huku sikuwa na mtaji. By the way, mimi nilianza kwenye uchoraji. Umeona? Na uchoraji sio kwamba nilipata mtaji nyumbani au kwamba wazazi walinisaidia. Wazazi hawako na hicho kipato cha kusema kunipa mimi mtaji nikafanya kitu kingine. Lakini kuna namna walinitreat mimi kwamba una uwezo wa kufanya kitu kutokana na wewe. Na kati ya kitu ambacho mimi nakumbuka nimejifunzaga, mtaji ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo hicho, yani hiyo spirit ambayo nilijilisha na nikaamini kwamba naweza nikafanya kitu fulani. Kinahitaji kitu gani? Kinahitaji kitu 1, 2, 3. Kama kuna mtu anaweza akanipusha nafanya hichi kitu, nikamuonesha talent ambayo ninayo, then akanipusha na muonesha, then yeye ndo achague kwamba yes, unafiti au haufiti. Kwa hiyo ndio mtaji unaweza ukawa sababu, lakini sometimes pia uthubutu wako wewe mwenyewe na mindset yako uliojijengea. Ni upi utofauti uliopo kati ya kuwa mchoraji na kugeukia kwenye tasnia ya kutengeneza maudhui mtandaoni? Tofauti sio kubwa sana kwa sababu tuko pale kwenye talent, lakini pia unaangalia na swala la marketing. Mimi nililenga sana swala la marketing na soko. Kwamba niliona ndio nachora, hizi picha zitawafikiaje watu au zinaweza zikanifikia kwenye malengo gani au kwa ukubwa gani. Then nikaona nina kipaji cha content creation, na uwezo wa kukaa nikaandika maudhui na yakawafikia watu. Kwa hiyo niliamini kabisa kwamba huku naweza nikafanya kanifikisha kwa ukubwa zaidi, then hichi kingine kikaenda. Tunaamini kwamba kijana yoyote ili aweze kuendesha maisha yake anahitaji pesa, kwa maana kwamba kwa ajili ya kula, kuvaa na kufanya mambo mengine. Nifahamu umejiajiri kwa njia ya kutengeneza maudhui kwa njia ya mitandao. Tufahamu vipi huko kukoje katika swala zima la kujipatia kipato? Kwa upande wa huko sometimes tunalipa kutokana na matangazo, na pia Facebook kwa Tanzania nalipa. Japo
mitandao mingine ndo bado haijafunguliwa, lakini nchi za wenzetu imefunguliwa na tunaamini kwetu serikali yetu inaweza kaliona hilo ifungue, kwa sababu huku ndo sehemu vijana wengi wanapaaminia kutafuta. Umeona kama mimi nimesoma, nimeacha, nimefika huku. Naamini kabisa kwa miaka ya mbele endapo mitandao yote ikifunguliwa na ikalipa, ina maana content creation inaweza kawa ni watu ambao wana maisha mazuri sana. Na inaweza pia ikawachukua vijana wengi ambao wako mtaani wakaja huko. Yeah, kwa sasa hivi tunalipa sana sana matangazo, maybe na Facebook. Yeah. Inakuchukua ugumu kiasi gani ama urahisi kiasi gani kuweza kutengeneza maudhui pengine labda ya dakika 1 mpaka na dakika 10 ukaweza kufikisha ujumbe kwa jamii, jamii ikapata kuelewa kwamba okay, huyu mtu anamaanisha kitu hiki? By the way, yani hichi kitu kinaumiza akili sana. Na usipokuwa na akili ya chapu, kwa sababu ni kila siku unatakiwa utengeneze kitu kipya. Kwa hiyo lazima yani moyo wako, akili yako uruhusu. Hata kama una stress kiasi gani, hamna shabiki ambaye anaelewa kwamba wewe hii siku una stress. Anachoangalia ni kwamba hujafanya kazi leo. Umfurahishe yeye, acheke, maisha yaende. Lakini kutengeneza kitu kipya kila siku ni kigumu. Lakini ni wewe mwenyewe kufocus na moyo wako kufungua kwamba hichi kitu mimi ndo kitu pekee ambacho ninacho kwenye haya maisha. Kwa hiyo piga huwa garagaza lazima nikifanye. Kwa hiyo by the way kina ugumu wake, lakini kina wepesi wake ambapo ukifungua moyo. Moja ya kitu ambacho nilifuatilia ambacho kilifanyika, kuna semina moja ambayo ilifanyika mkoani Arusha, iliwakutanisha baadhi ya watengeneza maudhui mtandaoni kama nyinyi. Kitu moja hapo ambacho walichozungumzia ni aina ya utengenezaji wa maudhui. Baadhi yenu, sio wote, wamekuwa wakitengeneza maudhui ambayo huwezi ukayatazama na mtu mkubwa na mtoto. Lakini kuna wale ambao ni wape hongera zenu, wale ambao mnatengeneza maudhui ambayo yanaangaliwa na rika lote. Hili kwako unalizungumziaje na unaona kwamba lina athari gani kwa nyinyi ambao mnaotengeneza maudhui yale? Athari ipo kwa sababu pia inatoa kwenye trust. Unajua watu wanavyotazama hivi vitu wanakuwa na trust kubwa sana kwetu. Leo mtu akiwa anafanya maudhui ambayo sio mazuri, mtu yoyote akiongelea sehemu popote kwamba kuna watu wanaotengeneza maudhui mtandaoni, automatic mtu kwa picha aliyoiona kwa mtu fulani anayotengeneza inajenga picha mbaya. Kwa sababu kuna wazazi watoto wao wanatamani kufanya hivi tunavyovifanya sisi. Lakini anaweza akasema mimi nataka niwe labda mtengeneza maudhui. Baba akaingia mtandaoni kuangalia wanaotengeneza maudhui. Akikutana na ile mbaya automatic hawezi akaruhusu. Umeona? Kwa hiyo ina athari kubwa sana na inatoa affect. Kwa sababu wengine tunafanya vitu for future. Yaani hatuangalii leo, kwa sababu tunaamini leo mimi natengeneza maudhui lakini sijui kesho mimi ni nani. Hii background inayoitengeneza huko nyuma vitu mtandaoni vinabaki. Kwa hiyo vinaweza vikanitengenezea picha mbaya katika jamii. Hata baadaye mimi naweza nikaja mtoto wangu namwambia usifanye kitu fulani, ananiletea content yako baba usi wewe. Umeona? Kwa hiyo tayari naweza ikaniharibu mimi kisaikolojia baadaye. Kwa hiyo watu wengi wanafanya kwa sababu wanaangalia leo ipite, hawajui kesho itakuwaje. Nifahamu, kuna kibali chochote ambacho mnachokipata cha kufanyia yale maeneo ambayo mnafanyia yale maudhui yenu, ama inakuwaje, ili na yeye apate kufahamu? Location kuomba ni lazima, pia mtu mmoja lazima pia uongoe na uongozi ambao upo maeneo yao, aidha ni mwenyekiti au mjumbe. Unawaambia kabisa ili wajue wewe unafanya kitu cha aina gani. Na bahati nzuri kitu ambacho tunashukuru Mungu, ulipishi kitu chochote. Maybe kuna maeneo ya kulipia kama ni kwenye huduma za watu, hizo hospitali, hizo ndio sehemu unaweza kuongea, lakini kama ndio unashutia maybe ni inahitaji mtaa, lazima pia uongee na uongozi wa hayo maeneo ili wajue kabisa kwamba hata wakisikia labda unashuti content ya mwizi, wasije wakatoka kwa taharuki wakahisi labda wewe ndio mwizi, wajue kabisa kwamba kuna vijana pale wanafanya kitu fulani. Kuna tukio gani lolote ambalo umeshawahi kukutana nalo katika kazi yako likakupa changamoto ukataka hata kukata tamaa, kuona kwamba mimi siwezi kuendelea tena? Kuna maeneo fulani tunaenda kushuti afu kumbe hayaruhusiwi. Afu kuna mtu tulikuwa tushamuomba na akatuambia inaruhusiwa. Baadaye tumeshuti ile eneo kidogo lilikuwa sio eneo sahihi. Ilikuwa sijui la jeshi. Kwa hiyo kilichofuata tukamwambia tena hivyo vifaa. Lakini tulivyojielezea bahati nzuri tuacha, lakini ni kitu ambacho niliona kabisa kwamba hapa, kwa sababu yani tulishushwa, yani ilikuwa ni kwa mbinde sana. Mpaka mtu ameaccept, amekubali, umeshalia na kulia. Kwa hiyo hizo pia ni challenge tunaweza kukutana nazo. Pia kuna muda mwingine unaweza
shuti maeneo unakutana kelele, ndio umeomba, lakini jamii ambao ipo hapo hawathamini kitu unachokifanya. Yes, yani wale kama makuza. Kwa unaweza kama unamwambia mtu please unaweza tufanye kitu fulani. Akaitikia vizuri, ukianza kufanya akapaza sauti, yani from nowhere tu, yani yeye ajisikia amani tu yani. Kwa hizo ni challenge ambazo kukutana nazo location ni kawaida sana. Waswahili wanasema kila kazi ina changamoto yake na ili mkono uende kinywani lazima utoe jasho. Ndio jasho lenyewe hilo. Ni kweli. Nyinyi mmekuwa mkilenga watu wa aina gani hasa? Sisi content zetu zimelenga jamii nzima kwa ujumla. Ndio maana tunaweza tukashuti za bosi, tunaweza tukashuti za mama, tunaweza tukashuti za watoto, za wanafunzi. Yaani content zetu zimebase sana kwa jamii. Jamii ijifunze nini? Jamii iangalie nini? Ndio maana hata namna yetu ya uvaaji tunaangalia sana namna ambayo hatuwezi tukavaa nguo ambazo mtu akaangalia akasema ndio mbona wanatuelimisha lakini wao walichokifanya mbona sicho. Kwa hiyo yaani kuna vitu sana tunavizingatia. Na bahati nzuri yani tuna system moja ambayo tunaangalia kwamba unaenda kushuti na mimi hiyo nguo gani umevaa, badilisha. Utaki kuvaa hiyo content yangu. Labda kama content inahitaji kuelimisha uvae hivyo, then mimi nikiignore hicho kitu ulichokivaa. Ambao jamii jifunze kabisa kwamba ulivyovaa hivi sio sahihi. Lakini sio eti nasema sio sahihi afu wewe umevaa hivi. Hivyo wala tunapinga sana. Na unafikiri ni kitu gani ambacho pengine vijana wengine ambao wanafanya kazi ya aina yako wanakuwa wanakosea mpaka jamii inaona kwamba vijana hiki wanachokifanya sio, ili hali nyinyi mmeshatengeneza kwamba ni sehemu yenu ya kujipatia ajira? Vijana wengi pia wengi wao wanaangalia mimi nataka nini. Na baadhi ya watu wanaoniangalia wanataka nini. Ndio maana unaweza kukuta mtu ameshoot content from nowhere. Afu unajua kuna baadhi ya vijana wanasupport. Nakutana na zile comment nzuri. Lakini anaweza comment hata ni mtu mzima pale, jamani hizi ni content za aina gani? Akamuignore. Kwa sababu yeye anachojua bwana, muhimu hawa ambao ni rika langu wana accept. Basi mimi hao wengine mimi sitaki kuwaelewa. Kwa hiyo yani ni vile kutokuwa na fikra za mbali sometimes moja tunatukaita hivi. Moja ya kitu ambacho kinapigiwa upatu zaidi kwa nyinyi watengeneza maudhui ni pamoja na kuchangamkia fursa ambayo imetolewa na serikali kwa kupitia zile pesa ambazo zimeelekezwa kwenu nyinyi watengeneza maudhui ili muweze kuajiri pia na vijana wengine. Hili kwako likoje? Ijapokuwa wewe umeshaniambia kwamba swala la mtaji si kipaumbele chako. Kipaumbele chako ni wazo lako na akili kichwani. Hilo ni nzuri kama unakuwa una motivate hizi kazi. Ila sijasema kwamba kwa 100% kwamba mtaji inategemea upo kwenye level gani. Umeona? Kwa sababu swala la mkopo kila mmoja anatamani upate ili aweze kufanya kitu kikubwa zaidi, lakini unaangalia unaupataje na namna ya kurudisha unarudishaje. Unajua uweze ukafikiria tu kupata kitu lakini hujajua hichi kitu kikija kinarudishaje, kwa sababu unaweza ukapewa mkopo lakini kama hizo fursa bado hazijatanuliwa kwa nchi yetu, unaweza ukafanya kitu ambacho unaona kabisa kwamba nafanya ndio lakini hakinifikishi ninapotaka. Kwa sababu umeona kama nilivyosema mtandao ambao umefunguliwa ni huo mmoja tu. Facebook. Sasa utachukua mkopo ni shilingi kadhaa. Unafanya kitu ambacho unategemea tu Facebook ikulipe. Ambapo hapo mfano hii mitandao mingine yote ingekuwa imefunguliwa, una uwezo wa kufanyaje? Wa kujua kabisa kwamba ndani ya muda fulani mimi hela nina uwezo wa kufanyaje wa kuifix. Kwa hiyo yani ni jambo zuri, lakini pia watu angalizie kwenye hii mitandao mingine. Yani swala ambalo wanatakiwa namna ya kutupushi sisi ni kutufungulia hizi social media zote ziwe zina manufaa na sisi, sio sisi tuwe tuna manufaa nazo tu. Yani hadi zenyewe yani tuwe tunategemeana. Kwa sababu sisi sasa hivi tunaposti, wao wananufaika na sisi lakini sisi tunafaiki nao. Huo ndio kweli. Kivipi sasa au unufaiki nao wao ikiwa wewe umesema kwamba unalipwa kupitia matangazo, na hapo umesema kwamba umeachana na kazi ya kuchora ukageukia kwenye content creator kwa kutengeneza maudhui. Hapo mbona kama unanikanganya? Hebu niweke sawa niweze kuelewa. Umeona matangazo ni kitu ambacho unaweza kukipata kila siku, ni kitu sometimes moja cha msimu. Umeona? Kukipata kila siku niendapo labda umepata ni kampuni kabisa ikuamini as influencer kabisa.
Umeelewa? Lakini matangazo ambayo tunayapata, unaweza ukashangaa umepata tangazo leo, ni leo tu umelifanya. Unaelewa? Baada ya miezi, inaweza kupita hata mwezi hilo tangazo hujalipata. Sana sana Facebook ndio tunaweza kusema inalipa kila mwezi. Lakini wakifungua hii mitandao mingine, ina maana inakuwa inatupushi, unajua kabisa kwamba niwe nimepata tangazo sijapata tangazo, nina uhakika wa kila sehemu ninaenda. Kipindi hewani ni Vijana Klabu, jukwaa ambalo linatoa nafasi kwa vijana wa rika zote, nyanja zote, aliyesoma na ambaye hajasoma, mjasiriamali aliyeajiriwa na ambaye hajaajiriwa, kutoa maoni yake, lakini pia kuzungumza kila ambacho anachokifanya kwa jamii, lakini pia kwa vijana kwa ujumla, ili wapate kujifunza, na si kujifunza tu, aweze kuchukua hatua ya kuweza kubadilisha maisha yake pale alipo na kupiga hatua moja ama mbili zaidi. Tunakwenda mapumziko mafupi, nikirejea tunaendelea na mazungumzo yetu. Na mtazamaji wa Tumaini Television, mara baada ya mapumziko hayo tumerejea. Una chochote cha kutuambia kuhusiana na kipindi hiki, lakini pia cha kumuuliza kijana ambaye tuko naye, tuandikie kupitia namba zetu zinazopita chini ya screen yetu, lakini pia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale YouTube kwa kuandika Tumaini_TV utakipata kipindi hiki mubashara kabisa, na kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Strong Lady 03 ama ukurasa rasmi wa kipindi cha Vijana Klabu. Tugeukie sasa kuhusiana na swala la kutengeneza hayo maudhui ili uweze kufikisha elimu kwa jamii. Umesema kwamba inachukua muda. Tuangalie, mara nyingi watu wamekuwa wakitupa lawama kwenu nyinyi vijana ambao mnatengeneza maudhui kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa mnajitafutia riziki sawa, lakini pia kuna wale ambao wanatoa ule uhusika wao, wanavaa uhusika wa mwanamke. Hili kwako umeshawahi kukumbana nalo, na ni kwa namna gani unaweza ukatetea hoja hii? Kwa mimi nisiwe muongo, pia si support 100% kwa sababu inategemea na mtu kwanza anatengeneza content ya aina gani. Kwa sababu mimi nikitaka kutengeneza content ya mwanamke, automatic naamini mwanamke yupo na anaweza kaiperform hiyo content. Kwa hiyo siamini kwamba eti naweza nikafanya content then nikavaa nguo za kike nikafanyaje. Labda iwe inahitaji ni content nimeitengeneza nivae nguo ya kike, lakini nisimame kama mwanaume. Labda yani kuna namna hiyo content inawezekana ikafanyika, lakini sio kwamba nicheze mimi kama mwanamke. Labda niyo nimevaa nguo za kike kwa sababu labda nimeingia kwenye msala fulani nataka nitoke, njia pekee iliyobaki ndio hiyo, kuvaa nitoke. Lakini sio eti mimi nivae kama mwanamke hapa. Ukiachana na matangazo ambayo pengine yanaweza katokea mara moja kwa mwezi, nifahamishe pia, lakini pia na mtazamaji anayetufuatilia kupitia kipindi cha Vijana Klabu apate kufahamu ni kwa namna gani mtu anaweza akawa anapata malipo kupitia Facebook licha ya yale matangazo ambayo mdau ameamua kuwekeza kupitia wewe. Kwa Facebook ni Facebook, kama Facebook inalipa imefunguliwa. Kwa hiyo kuna namna ukifikisha kuanzia followers na hisi ni 5000. The more unavyoposti na the more viewers wanavyokuwa wengi, ndio the more unavyoingiza mapato yako. Kwa hiyo jinsi content yako inavyoenda viral, ndio jinsi kipato chako kinaweza kaongezeka. Kwa hiyo ukifika pale unajaza tu details zako za benki nini kila kitu na kwa clear. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, 77% ni vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa la sasa. Unafikiri ni kitu gani hawa vijana wafanye waunganishe nguvu zao ili waweze kuleta maendeleo ya kwao binafsi, lakini pia kwa uchumi wa taifa kwa ujumla, ile hali swala la ajira limekuwa ni changamoto? Kila mtu kuanzia alipo na kuanza na alicho nacho. Kama una uwezo wa kufanya kitu, unaona kabisa mimi nina uwezo wa kufanya, kwa sababu watu wengi hawana ile imani ya kuamini kwamba naweza nikafanya hichi na kanifikisha pale, ila anaamini kwamba mimi naweza nikafikishwa kupitia kitu fulani. Mfano mzuri ni kwamba unaweza kama umemaliza chuo then unasubiria kwamba mimi mpaka nipate ajira. Unaona kabisa nina uwezo maybe mimi wa kuingia maybe nikariako nikafanya kitu fulani na kikanisogeza kwa hichi kipindi ambapo nasubiria nipate ajira, kwa sababu ajira ni changamoto kusema kweli. Lakini kuna ile mtu anawaza nikifanya hichi watanionaje, nimemaliza degree au nimemaliza masters naenda kufanya hichi kitu, itakuwa sasa hii. Hicho ndio imani ambayo inatua watu wengi, kwa sababu hata mimi nisio Mungu ningekuwa na ile imani kwamba kweli na degree yangu naenda kufanya hivi vitu, hapana.
nahisi nisingekuwa nimesogea au mpaka leo nahisi ningekuwa nahangaika na wazazi nyumbani hivyo. Lakini ni ule moyo wa kujaribu na kukubali. Yaani inabidi kila mtu anajiangalia yeye sasa hivi yupo wapi na anataka nini. Then aanzie alipo. Hiyo ndio imani tu ambayo naweza nikawa hapa, au moyo naweza nikawa hapa. Kuliko kusubiria kwamba, kwa sababu hata serikali mimi naamini inaweza ikaamua kuachia ajira kwa vijana wasipate wote pia. Kwa hiyo kila mtu awe na imani ya yeye mwenyewe kwamba mimi nianzie hapa. Unajitofautisha vipi na wale vijana ambao umehitimu nao chuo na wewe ambaye umeshaanza kujitafuta? Namna kujitofautisha tu ni kwamba mimi ni fighter. Na naamini ni fighter. Na nina uwezo wa kufanya yani chochote ili mradi tu kiwe halali. Hivyo. Kwa hiyo thubutu, mimi nina uthubutu, nina uwezo wa kujaribu. Maana nikasema kama hivyo nilianzia kwenye picha, then nikaona fursa pia ipo huko, nikaona hichi na hichi naweza nikavilinki vikawa kitu kimoja, nikaamua kuhamia na huko kufanya. Kwa hiyo ni uthubutu tu. Ni maudhui yapi ambayo umeyatengeneza mpaka leo kikaa unasema wow, hiki nilikifanya mimi, na unatamani kukiweka kiwe historia kuja kusimulia watoto wako na wajukuu? Kuna moja ya content nilitengeneza. Hiyo content ilikuwa ni like kama nipo bafuni. Alafu mwanamke akapiga, yani ikawa imepigwa simu. Mwanamke akaja akaniita, "Mume wangu, nilikuwa niko bafuni. Simu yako inaita." Nikamwambia, "Nani amepiga?" Akasema, "Imeandikwa bosi." Nikamwambia, "Usimpokelee, iache." Then akapokea ile simu. Mimi nilikuwa nimemdanganya bosi kwamba niko njiani nakuja. Then yeye alipopokea akamwambia, "Mume wangu yupo anaoga." Nikafukuzwa kazi hapo hapo. Ni content ambayo ilienda na watu wengi niliona wali komentia kwamba wanawake kuna muda wanaingiza wivu vitu vya ajabu na kisha mharibia kazi. Kwa hiyo niliona kumbe ni kitu ambacho kimagusa watu na ni kipo kwenye jamii. Ukiachana na hicho kingine ambacho kimevaa uhusika wako, ukiachana ile kwamba umeonekana kwamba ukiwa uko katika sehemu ya kutetea jamii, kusuluhisha mgogoro kwenye familia. Mgogoro ukiachana na hilo, pia kuna baadhi ya content ambazo nimezitengeneza like kama ni mtu fulani naonewa, then namna ninavyoonewa anakuja mtu ananitetea. Yes, ambaye anaibeba ni kama huduma ya mwanamke. Mwanaume yeye anafanya kukomoa, then mwanamke anakuja kulisolve ile swala. Kwa hiyo inaonekana then mwanaume naye anakuja anasikiliza, kumbe kinachotenda sio sahihi, anakuja na kisuluhisho. Kwa hiyo ni content fulani ambazo zinajenga huruma kwa jamii. Ni nani yuko nyuma yako kwa hiki ambacho unachokifanya? Kwa sasa hivi ambaye yupo nyuma yangu nina timu ambayo ina support, ambaye kiupo na namchukulia kama brother, anaitwa Headmaster au kichwa kikuu. Yes, ndio mtu ambaye sana sana yupo nyuma hapa na ananipush. Na vingi najifunza kutokana na yeye. Na ni mtu ambaye kanyoka sana. Kwa hiyo akikwambia tunatengeneza kitu kinahusu jamii hivi, kwa na mimi pia naangalia kama yeye anafanya kitu fulani na kinaleta manufaa fulani kwenye jamii, na mimi na maana ninavyokifanya hichi na ninafanya pia naona matokeo yake. Kwa hiyo yes, ni mtu ambaye ananiinspire sana. Wale watu ambao unakuwa unafanya nao kutengeneza maudhui, wale wanakuwa ni familia moja ama wale watu unawapataje? Kwa sababu pale ukizingatia kuna mabinti, kuna wake za watu, lakini pia kuna waume wa watu ambao mnaunganika kwa pamoja na kuweza kutengeneza yale maudhui ambayo mnayotengeneza. Hili linakuwaje kwa upande wako? Yes, sisi tulivyoengo ambao tumejiweka ni kama familia cha kwanza. Na kila mmoja amesharidhia kufanya kitu anachokifanya, na maana hadi walipotoka wanajua kabisa anafanya kitu cha namna gani. Kwa hiyo na sisi tunavyofanya tunafanya as a family kwamba jambo lako ni letu na langu pia ni lenu. Kwa hiyo hatuna ile eti kwamba hichi nikija kukifanya ni cha kwangu tu. Hicho hata sisi brother namna anavyotufundisha hajatufundisha hivyo. Hata yeye kwenye jambo lake tunalichukulia ni la kwetu. Yaani tunavyolivaa ni la kwetu. Kwa hiyo excuses zingine hizo ni excuses personal. Lakini zikija kwenye family kila mmoja tunajua kabisa kwamba umeridhia kufanya hichi kitu, ina maana tunafanya wote. Ina maana hata kama umeolewa, mume wako anajua kabisa unafanya kazi na kina nani na unafanya nini na anakiona unachokifanya. Kwa hiyo ndio inachotusaidia sana. Zungumza na jamii kuhusiana na nyinyi watengeneza maudhui ya kwenye mtandao, lakini mwisho kabisa umaliziane na wale vijana ambao wanatengeneza maudhui kwa lengo la kujipatia riziki ya kipato. Mimi cha kuambia ni kwamba kila kazi ina changamoto yake, na kila changamoto ipo kwa ajili ya kuisolve.
Sio kila jambo unalolipitia wewe ukaliona kwamba ni wewe peke yako unalipitia. Kila mtu yeye analipitia hilo jambo. Kwa hiyo focus, fanya ambacho una uwezo wa kukifanya kwa muda huo. Then angalia nani anakifanya pia hichi ninachokifanya. Mjaribu yani kuwa na uthubutu wa kumtafuta, bwana unaweza ukanisaidia. Pia uweze ukasaidiwa kama ufanye. Fanya then na wao watakusaidia. Na vijana kwa ujumla? Vijana cha kuambia tu tujitume. Na fanya kitu ambacho ni sahihi. Fanya kitu ambacho mzazi wako akikiangalia anajivunia wewe. By the way, kwenye mtazamo wa jamii, mimi nahisi sana jamii chukulie kila kitu kinachofanyika ni kwamba ni namna ya mtu anajitafuta. Wasichukulie kila kitu ni uhuni. Hii content creation sio uhuni, ni kitu ambacho kinawasaidia vijana wengi, kinawapushi kimaisha, kinawasaidia kula yao. Kuna baadhi ya vijana hawajui wanaenda wapi au wanafanya nini, lakini wana vipaji. Kwa hiyo endapo unamuona kijana anafanya au ni mtoto wako anafanya hicho kitu, kama mzazi msapoti kama ulivyokuwa unamsapoti akikwambia labda baba mimi naenda labda shule sina kitu fulani, mpushi kama mwanao, kwa sababu hichi kitu ambacho anakifanya miaka ya mbele au baadaye kinaweza kuwa na manufaa kwa familia nzima. Kwa hiyo sio uhuni na ni kitu ambacho kina uwezo wa kufanywa kwa njia sahihi na jamii kakipokea kwa njia sahihi. Pia cha kuwasihi vijana, endapo ukiamua kukifanya hichi kitu, kifanye kwa moyo mmoja, kifanye kwa njia sahihi, usikichukulie pia kama ni uhuni. Kwa sababu kuna baadhi ya vijana wanaweza kukichukulia hichi kitu kama ndo njia ya kufanya uhuni wao, like kama kuvuta bangi, sijui kufanyaje, kunywa pombe kwenye hiki kitu. Hapana, unaweza kukitengeneza kwa njia sahihi ambayo hata wazazi wako wakikiangalia wakajivunia kupitia wewe. Kwa hiyo content creation ni kitu kizuri pia na kinaweza kikabadilishia maisha. Asante sana, nikushukuru kwa muda wako. Asante pia. Bila shaka naamini kwamba kijana atajifunza kupitia wewe, lakini pia na jamii kwa ujumla kupitia kile ambacho umezungumza kuhusiana na mtazamo hasi wa vijana ambao ni watengeneza maudhui. Na kijana ambaye ni mtengeneza maudhui ajue sasa kumbe ninaweza nikafanya kitu hiki kaonekana kwa jamii ni uhuni. Ni kushukuru sana na karibu sana kwenye kipindi cha Vijana Club. Asanteni sana. Na mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani ndivyo tunavyotamatisha kwa namna hiyo. Kama una maoni ya aina yoyote kuhusiana na kipindi, lakini pia ungependa kipindi hiki kikufuate pale mahali ambapo ulipo na kuweza kuzungumza kila ambacho unachokifanya, vijana na jamii kwa ujumla waweze kujifunza kupitia wewe, tutafute kupitia namba zetu zinazopita chini ya screen, lakini pia nenda pale YouTube kuandika Tumaini_TV, kupitia mitandao yangu ya kijamii pale Instagram kuandika StrongLady03, lakini pia kupitia ukurasa wa kipindi cha Vijana Club. Nyuma ya kamera alikuwa Dule Bill Evans, la kwangu jina ni Edvesta Tarimo. Tukutane kwa wakati mwingine. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini Television.